Afrika Mashariki sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumanne, Julai 7, 2026. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Amka na BBC asubuhi, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inakabiliwa na uhaba wa makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya makombora ya masafa mafupi kutoka Urusi. Polisi wa Israeli wameanzisha uchunguzi baada ya afisa wake kuonekana mpakani akirusha guruneti kwenye gari katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Na katika gumzo, wakati dunia ikiadhimisha wiki ya vyama vya ushirika wa akiba na mikopo, yani SACCOS, tunaangazia nini kinapaswa kufanywa ili vyama hivi viendane na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Mwanachama wa sasa amezoea huduma za kifedha za haraka, za rahisi, lakini za kidijitali. Kwa hiyo SACCOS zinatakiwa kubaki na ushindani na zinapaswa kuwekeza zaidi katika mifumo ya kidijitali. Ya maadhimisho ya sikukuu ya Sabasaba, msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Phyllis Mote. Karibu Phyllis. Shukran Nkia. Hujambo msikilizaji. Mahakama ya juu ya Israel imeamuru serikali kuwasilisha majibu ifikapo leo Jumanne kuhusu ombi la kutaka kuachiwa huru kwa madaktari 14 wa Kipalestina kutoka Gaza. Miongoni mwao ni Dr. Hussam Abu Safia. Wakili wake Nasser Ode ameambia BBC kwamba alipomtembelea wiki iliyopita alikuwa amepigwa na kuumizwa hadi alishindwa kumtambua kwa urahisi. Hata hivyo, mamlaka ya magereza ya Israel imekanusha madai hayo. Nilipata shida kumtambua. Alikuwa na michibuko usoni, kwa macho, shingoni na masikioni. Dalili za kupigwa na kuteswa zilionekana wazi. Alikuwa amedhoofika sana. Anapata shida ya kupumua na hali yake ya kimwili, kisaikolojia na kiakili ni mbaya. And mental state. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Ukraine inakabiliwa na uhaba wa makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya makombora ya masafa mafupi ya Urusi. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba Urusi inaendelea kushambulia kwa makombora ya balistiki, ikijua wazi kwamba Ukraine imekaribia kuishiwa kabisa na makombora ya kudugua angani. Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa amemkaribisha Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ziara ya kwanza ya kiongozi wa nchi ya magharibi tangu utawala wa Bashar al-Assad ulipoondolewa madarakani miezi 18 iliyopita. Zaidi na Florian Kaijage. Rais al-Sharaa amemsifu Rais Macron kwa mchango wake katika kuisaidia Syria kuondokana na urithi wa utawala uliopita, pamoja na nafasi ya Ufaransa katika kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekwa wakati wa utawala wa Assad. Awali, Ufaransa ilisema Rais Macron atahimiza kujengwa kwa Syria huru yenye kuheshimu tofauti za jamii zake mbalimbali na kuisaidia nchi hiyo kuwa na mchango wa kujenga utulivu katika Mashariki ya Kati. Ufaransa ilitawala Syria chini ya mamlaka ya Shirikisho la Mataifa kati ya vita vya kwanza na vya pili vya dunia. Na waendesha mashtaka katika jimbo la Utah nchini Marekani wameanza kuwasilisha ushahidi dhidi ya mwanamume anayeshukiwa kumuua mwanaharakati mashuhuri Charlie Kirk aliyepigwa risasi mwaka jana. Katika kikao cha awali cha mahakama kilichoanza siku ya Jumatatu, waendesha mashtaka wanataka kudhibitisha kuwa kuna ushahidi wa kutosha wa kumshtaki mtuhumiwa Tyler Robinson. Charlie Kirk, ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa rais wa Marekani Donald Trump, alipigwa risasi alipokuwa akizungumza na wanafunzi katika chuo kikuu mwezi wa Septemba mwaka jana. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na Phyllis Mote akiwa katika studio zetu za Nairobi pale Kenya. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika tovuti ya bbcswahili.com. Tanzania unatupata moja kwa moja kupitia Bud FM na CGFM. Kenya ni Must FM na Mwenedu FM. Ukiwa pale Uganda ni Radio Lira na Radio Paidha. Na iwapo upo DRC tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo na David Nkia. Karibu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inakabiliwa na uhaba wa makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya makombora ya masafa mafupi kutoka kwa Urusi. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi inaendelea kufanya mashambulizi makali ikijua kwamba Ukraine imekaribia kuishiwa kabisa na makombora ya kuyadungua angani. Phyllis Mote na taarifa zaidi.
Maafisa wa Ukraine wanasema watu wasiopungua 15 wameuawa katika shambulizi la pili kubwa la Urusi dhidi ya mji mkuu Kiev ndani ya kipindi cha wiki moja. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wa nchi yake kuchukua maamuzi madhubuti katika mkutano wa kilele wa NATO wiki hii ili kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine. Baada ya mashambulizi hayo, Rais Zelensky amesema jeshi la Ukraine lilifanikiwa kudungua makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani, lakini halikuweza kuyazuia makombora ya balistiki. Jeshi la anga la Ukraine nalo lilisema kwamba lilidungua au kuzuia makombora 37 na ndege zisizo na rubani zaidi ya 300. Rais Zelensky ameonya kuwa Urusi itaendelea kushambulia maeneo ya makazi kwa muda ambao makombora ya kujihami ya Patriot bado hayajawasilishwa kwa Ukraine na yanaendelea kubaki mikononi mwa washirika wake. Zelensky alikuwa ameonya kwamba Urusi ilikuwa ikijiandaa kufanya shambulizi lingine kubwa dhidi ya Kiev kufuatia lile la Alhamisi lililoua watu 30. Ukraine imeshtumu Urusi kwa kulenga makusudi maeneo ya raia katika shambulizi hilo. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba ililenga vituo vya kijeshi na miundombinu ya nishati. Wakati huo huo, Ukraine imeendelea kufanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya miundombinu muhimu ya nishati ya Urusi, huku umeme ukikatika kwa muda katika mji wa Sevastopol ulioko Crimea inayodhibitiwa na Urusi. Ni Phyllis Mote. Polisi wa Israel wameanzisha uchunguzi baada ya kuonekana kwa afisa wake wa mpakani akirusha guruneti kwenye gari katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Picha zinamuonyesha afisa huyo akikaribia gari katika kambi ya wakimbizi ya Palestina ya Kalandia na kuwapigia kelele wale waliokuwa ndani. Baada ya mazungumzo mafupi, anarusha guruneti kupitia mlango ulio wazi na kufunga kwa nguvu, huku dereva akijaribu kujiokoa. Florence Kajage na maelezo zaidi. Abiria hao wawili walitoroka kwa kutokea upande wa pili kabla ya afisa huyo kuonekana akifyatua bunduki yake huku wakitafuta pahali pa kujificha. Kundi la haki za Israel B'Tselem lilisema kila mtu aliyekuwa ndani ya gari alinusurika. Polisi waliviambia vyombo vya habari vya Israeli kwamba afisa huyo hakutenda kwa mujibu wa utaratibu. Wamesema tukio hilo limehamishiwa kwenye idara ya uchunguzi wa ndani ya polisi. Katika tukio tofauti huko Karandia Jumapili, vikosi vya Israel vilimuua kwa risasi mvulana wa miaka 16 Walid Abu Sinein, kulingana na Wizara ya Afya ya Palestina. Watoto wengine wawili walipata majeraha ya risasi kwenye viungo vyao vya chini. Mamlaka za Israel ziliambia BBC kwamba vikosi vya Israel viliona tishio lililokuwa karibu kwa maisha yao baada ya ghasia kali kuzuka ambapo walikabiliwa na lundo la mawe. Walisema vikosi hivyo vilijibu kwa risasi kwa mshukiwa aliyewarushia mawe kutoka kwenye paa. Pia siku ya Jumapili, mtoto mchanga mwenye umri wa miezi 4 aliyekuwa mgonjwa sana, Ahmed Zaid, alifariki dunia baada ya wanajeshi wa Israel kukataa kufungua lango lililokuwa likizuia lango kuu la kijiji chake magharibi mwa Ramallah na kucheleweshwa upatikanaji wake wa huduma ya matibabu ya haraka, kulingana na mkuu wa ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa eneo hilo. Hata hivyo, jeshi la Israel liliambia BBC kwamba wanajeshi wake walimruhusu mtoto huyo na familia yake kupita bila kuchelewa ili kuendelea kupata matibabu. Ni Florence Kajage. Julai 7 almaarufu 77 ni kumbukumbu ya maandamano ya kihistoria ya demokrasia ya miaka ya 90 ambayo alishinikiza serikali kukomesha mfumo wa chama kimoja. Mashirika ya kiraia na wanaharakati hutumia siku hiyo kuonesha kuunga mkono haki za binadamu, wajibikaji wa kijamii na usawa wa kiuchumi. Mwandishi wa BBC Asha Juma amezungumza na kiongozi wa vuguvugu la mtetezi linalotetea haki za raia, haki za kiuchumi na wajibikaji wa kijamii Francis Awino, pamoja na vijana na Nyom Joshua na Beatrice Chepukech kueleza kwa nini wanashiriki maandamano hayo na nini maana ya siku hii kwao. Na 77 ilianzishwa 1992 na mababa zetu, na saa zenye walikuwa wanaanzisha 77 walikuwa wanapigania kumaliza ile demokrasia ya chama moja. Saa hizi kwa hii enzi yenye tuko, 77 pia ni ya maana kwetu, kwa sababu tunasema hatuwezi ishi nchi ambayo hauwezi pata chakula, nchi ambayo hauna maji ya kunywa, nchi ambayo hata masomo ni ngumu. Ni kuonyesha, tunaonyesha serikali ndio tunaanzisha struggle. Tutaendelea na struggle hadi Kenya
ikuwe nchi yenye kila mtu anafurahia kuishi. Maandamano kama haya yamefanyika miaka nenda miaka rudi. Kipi tofauti katika mwaka huu 2026? Struggles za huko nyuma zilikuwa na vitu tofauti. Kama struggles za maandamano ya 1990s Sabasaba ilikuwa kuend hiyo pati moja. Sisi kama vijana lazima tutokee, tuonyeshane. Hata kama leo tunaongelelea mambo ya polisi, venye polisi wanasumbua watu, ndio tumeanza. Lazima tujaribu venye tutaweza Kenya ikuwe ile nchi ambayo kila mtu anaweza furahia kuishi. Na Brenda, nije kwako, maandamano haya yana maana gani kwako wewe? Wanafunzi wengi wamekufa katika protests za miaka zilizopita. Nimejitokeza kurepresent wanafunzi wenzangu sababu wanafunzi wengine wanaogopa. Nimeamua kujitokeza. Waliokufa wakipigania second liberation, yale mambo ambao walikuwa wanapigania ndio sisi bado kama vijana tumechukua, tunaendeleza, tunapigania, kwa sababu hakuna tofauti wakati ule na wakati huu. Tatizo gani hasa ambayo unaona yanawaleta vijana barabarani? Tatizo la kwanza ni kusoma sana, pia na hakuna ajira. Tatizo ya pili, kuna hiyo kushikashikwa na polisi, kuvioletiwa bila kuelewa kitu unafanya. Tatizo la tatu na ni la maana, wiki ambayo imeisha tulifanya maandamano ya commemoration ile 25th, na vijana wenye tulikuwa nao tunandamana nao, wengine walishikwa na wakapelekwa kwa manyumba ambayo hawakuelewa. So hayo pia tunalilia na tutazidi kulia hadi serikali iweze kufuata sheria na serikali iweze kufuata katiba. Swali nyingine, watu wanauliza kwa nini tunapeleka petition pale bungeni. Ni kwa sababu saa zenye tunachagua hawa bunge, huwa tunawachagua ndio watu represent. Saa hizi tumefanya research ya kutosha na kuona zile vifo zenye zimepatikana, wale watu ambao wamekidnapiwa wote na ni kwa sababu gani, wale watu ambao wamepigwa ni kwa sababu gani. Na ndio maana sasa tunataka tuende pale bungeni, tulilia wabunge waweze kuangalia venye wanaweza lainisha hinje ya polisi, ndio polisi waweze kufuata sheria. Ni hatua gani hasa nyingine mnazodai zichukuliwe na serikali? Polisi akifanya kitu mbaya, asipofuata sheria, akuange personally liable. Either ukipiga mtu, shoot mtu, bora tu haujafuata sheria, akuange personally liable. Lakini kuna mashirika kama vile IPOA ambayo mara nyingi yanajitokeza kuangazia yale ambayo yametekelezwa na maafisa usalama. Vipi hilo unalizungumziaje? Ndio ifike kuwa sisi kama wakereketo tutajipata kwa barabara. Tumeandika barua nyingi kule kwa IPOA, Commission for Administrative Justice. Huwa tunawapelekea evidence beyond reasonable doubt kuwa officer A ama polisi A amekeuka sheria. Ile kitu yenye huwa wanafanya, wanachukuanga namba yako, alafu wanakuambia watakupigia ukifuata kesi yako, wanakupatia sijui ref number, then inakuwa hivyo. Hayo mashirika hayafanyi kazi ambayo wanapaswa kufanya. Wamelalia kazi yao, na ndio maana sisi kama vijana tumeamua kutokea kwa street ndio tuweze kulilia serikali iweze kuangalia malilio yetu. Namna sasa tunakwenda moja kwa moja viwanjani naye Floren Kejage. Sana David Nkya. Kombe la dunia bado hakuja poa.